Kwa niaba ya Kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania, tunaungana na familia ya Kinyerezi kuweza kutoa pole kwa washiriki na waumini wenzetu ambao ni waimbaji wa kwaya ya Kinyerezi. Poleni sana na tunaendelea kuwaombea kwa Bwana. Taarifa hizi tumezipokea kwa mshtuko asubuhi ya leo. Nimepigiwa simu ikiwa ni saa 12 alfajiri na mwenyekiti wetu akinijulisha juu ya habari ya ajali hii. Na tunashukuru kwa timu ya washiriki na viongozi wenzetu wa Dodoma CTF ambao kwa kweli walifika eneo la tukio na kuendelea kuratibu, na hata sasa waimbaji baadhi wamefika hapa. Tunamtukuza Bwana. Kwa sababu nimesimama tu hapa kwa ajili ya kutoa tafakari fupi na kuendesha zoezi la maombi, ninaomba niende tu moja kwa moja kwenye kile ambacho nilitamani nikiseme. Wapendwa washiriki na waumini, wanakwaya wetu wa Kinyerezi, tumesimama katika namna isiyo ya kawaida. Sasa ni usiku almost katikati, na katikati yetu tuna hisia ambazo ni mchanganyiko. Tuna hisia za huzuni, tuna hisia za mshangao, na katikati ya yote hayo huenda tuna maswali mengi sana vichwani mwetu. Lakini niwatie moyo kwamba katikati ya yote yanayoendelea ndani ya fahamu zetu, hebu tuchague pia kuwa na tumaini katika Mungu wetu huyu. Ni kweli ajali ambayo tumeipata imeacha alama katika miili yetu ambayo huenda ikawa ni kumbukumbu ya daima. Lakini huenda ajali hii imeacha makovu na majeraha ndani ya mioyo yetu. Lakini ni ukweli usiopingika ya kwamba ajali hii haijaondoa sauti zenu za sifa kwa Mungu wenu. Na niwatie moyo ya kwamba ajali hii isiondoe imani yenu kwa Mungu wenu, na badala yake ikaimarishe imani yenu na ikawasogeze karibu zaidi na Mungu wenu. Neno la Mungu katika kile kitabu cha Zaburi sura ya 34, fungu ambalo linafahamika sana, na ule mstari wa 18, anasema, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo na huokoa waliopondeka roho. Hii ni ahadi ya Bwana ya kwamba yuko karibu na sisi. Hii ni ahadi ya Bwana ya kwamba atatufariji na kutupatia nguvu. Ninyi wanakwaya, kwaya ya Kinyerezi, mmekuwa ni chombo cha kupeleka tumaini na furaha kwa wengine. Kwa tunaongea hata na mzee kiongozi hapa kwamba jana ziliimbwa nyimbo mpaka watu walibarikiwa sana. Tumepata mawasiliano na mchungaji wa eneo husika, anasema waimbaji hawa jana waliimba kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Mmekuwa mkiimba na kupeleka tumaini kupitia uimbaji wenu. Mmekuwa mkiimba na kupeleka furaha mahali palipokuwa na huzuni. Lakini leo tunawaimbia nyinyi zile nyimbo ambazo huenda mlikuwa mkiziimba, zile nyimbo ambazo huenda mlikuwa mkiziimba wakati wa matukio ya huzuni. Leo tutaziimba kwa ajili yenu. Tutawaimbia ninyi nyimbo za faraja, tutawaimbia nyimbo za upendo, tutawaimbia nyimbo za mshikamano, lakini zaidi tutawaimbia nyimbo za kuwatia moyo. Kumbukeni yafuatayo: maumivu ni ya muda, lakini neema ya Bwana ni ya milele. Ajali hii isivunje wito wenu, na badala yake ikaimarishe ujasiri wenu wa kumtumikia Bwana.
kwaya yenu bado ni sauti ya matumaini. Hata katika kipindi ambacho huzuni imetawala, huenda kimya kikaendelea kutawala, habari njema ni kwamba kwaya hii na sauti zenu zinapaswa kuendelea kubeba tumaini. Endeleeni kumtumikia Bwana. Ndugu wanakwaya wa Kinyerezi na washiriki wote, tunawatia moyo ya kwamba msikate tamaa. Mnapoendelea kupona, endeleeni kushuhudia kwamba Mungu ndiye mponyaji mkuu. Yeye ndiye anayeweza kuponya majeraha yetu. Yeye ndiye anayeweza kuponya miili yetu, na zaidi yeye ndiye anayeweza kuponya mioyo yetu. Sisi kama uongozi wa conference, kanisa na jamii tuko pamoja na nyinyi. Tunawabeba kwa sala, tunawabeba kwa upendo. Ahadi yetu, hatutawaacha peke yenu. Tutaimba pamoja nanyi, na sauti zenu zitakuwa ni ushuhuda juu ya ushindi dhidi ya maumivu mnayoyapitia.